Habari za wakati huu mtazamaji, mimi ni Benjamin Misanga na huu ni mwendelezo wa taarifa zetu. Saa moja tu baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kudhihaki hali ya uongozi wa kisiasa nchini Irani kuwa ya kuchanganya na kusema haijulikani kiongozi wa taifa hilo ni nani, na kwamba kuna mvutano kati ya watu wenye msimamo mkali, wale wenye misimamo ya kadri pamoja na viongozi wa idara tofauti nchini Irani. Sasa amejibiwa. Viongozi wa matawi matatu ya uongozi wa Irani walitoa taarifa na kusema hakuna watu wenye misimamo mikali au ya kadri, wote ni raia wa Irani na wote wako chini ya jeshi na kiongozi wa Irani. Kamanda wa jeshi la IRGC na Quds amesisitiza uwepo wa mshikamano katika idara za serikali ya Irani. Madai ya Trump kwamba kumekuwa na mvutano miongoni mwa viongozi wa Irani baada ya kufanya mazungumzo nao inaonekana kuambulia patupu baada ya idadi kubwa ya ujumbe wa Irani kushiriki katika mazungumzo hayo. Watu wenye msimamo mkali nchini Irani wameilaumu timu ya wapatanishi kwa kutoheshimu damu ya Wairani. Rais wa Pakistan Masood Pezeshkian, Mohammadi Ghalbaf na Ghulam Hussein Mohsen, viongozi wa matawi matatu ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, wameipinga semi za mgawanyiko ndani ya serikali ya Irani. Kulingana na tovuti ya habari ya serikali ya Irani, viongozi hao watatu walisisitiza katika ujumbe wa pamoja kwamba nchini Irani hakuna mtu aliye na msimamo mikali au wa wastani. Wakati wa majibu ya viongozi wa Irani kumjibu Rais wa Marekani Donald Trump, hifadhi ya madini ya urani ya Irani bado ni suala tete katika mgogoro wa Irani na Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump alisema kuwa Irani iko tayari kuipa Marekani madini hayo vita hivyo vikimalizika. Siku ya Jumatatu, naibu waziri wa mambo ya kigeni wa Irani Saeki alikanusha semi hiyo na kuiambia shirika la habari la AP kuwa hilo halikubaliki. Pande hizo mbili zikiendelea kufanya mazungumzo, swala la madini ya urani huenda ukaleta utofauti kati yao, huku wadau wakijiuliza kwa nini haya madini ya urani yana umuhimu mkubwa hivyo. Uchambuzi wa chombo cha habari BBC umesema haya ni madini yanayopatikana ardhi. Madini haya huwa na isotopu mbili, U-238 na U-235. Asilimia 99 ya urani asilimia ni U-238 ambayo haina tanuri ya nyuklia. Takribani asilimia 0.7 ya U-235 ndiyo ina uwezo wa kutoa nishati ya nyuklia. Ili madini ya urani yawe na maana aina ya U-235 lazima itumiwe kwa wingi katika mchakato wa kuirutubisha. Urani hubadilishwa kwanza kuwa gesi na kuwekwa kwenye mashine pewa. Mashine hiyo huzungusha madini hayo na U-238 huzunguka kwa kutoka nje ya mzunguko, huku U-235 ambayo ni nyepesi hubakia karibu na kitovu cha mashine hiyo. Hatua hii hutenganisha U-235 ambayo ndiyo muhimu sana kutoka kwa U-238. Viwango fulani vya urutubishaji vinaifanya urani kufaa katika matumizi mbalimbali. Urani hurutubishwa kwa kiwango cha chini cha 3 hadi 5 U-235, na hii hutumika katika mashine ya kibiashara na huzalisha nishati ya nyuklia. Kiwango hiki hakitoshi kutengeneza silaha za nyuklia. Urani ilirutubishwa kwa kiwango cha juu hadi 20% au zaidi ndiyo hutumika katika urani iliyorutubishwa kwa kiwango cha juu cha hadi 20% ndiyo hutumika katika vinu vya utafiti, na zile ambazo hutumika kwa silaha za vita hurutubishwa hadi kiwango cha 90%. Katika makubaliano yaliyoafikiwa mwaka wa 2015 na mataifa 6 yenye nguvu duniani, China, Ufaransa, Ujerumani, Urusi, Marekani na Uingereza, Irani iliwekewa vikwazo vya kurutubisha urani hadi kiwango cha 3.67. Makubaliano hayo pia yalisema hifadhi ya urani ya Irani isipite kilo
300 na kuweka viwango vya mashine power za kutumia na kupiga marufuku urutubishaji wa chini ya ardhi ambao ulikuwa unafanywa na Irani. Ila mwaka wa 2018 Trump aliondoka katika makubaliano hayo. Kiwango cha juu cha urutubishaji huongeza uwezo wa kutumika katika silaha za nyuklia. Kufikia urutubishaji wa kiwango cha 20% ni hatua kubwa, kwani inahitaji uwekezaji mkubwa wa vifaa vya kijeshi kufikia hatua hii, na pia madini hayo hupitishwa katika hatua kadhaa ambayo huchukua muda na juhudi nyingi. Ila kiwango cha juu cha urutubishaji huongeza uwezo wa kutumika katika silaha za nyuklia. Kufikia urutubishaji wa kiwango cha 20% ni hatua kubwa, kwani inahitaji uwekezaji mkubwa wa vifaa vya kijeshi kufikia hatua hii, na pia madini hayo hupitishwa katika hatua kadhaa ambayo huchukua muda na juhudi nyingi. Ila kurutubisha urani kutoka 20% hadi 90 huchukua hatua kidogo. Hii inamaanisha urani iliyorutubishwa kwa kiwango kikubwa inaweza kubadilishwa kuwa silaha kwa haraka sana. Kwa sasa hatima ya hifadhi ya urani ya Irani haijulikani.